nawe, itolaitari nawe goroine yakwa Yesu, itolaitari nawe, itolaitari nawe, itolaitari nawe goroine yakwa, niwe mwihoko wakwa, niwe mwihoko wakwa, niwe mwihoko wakwa goroine yakwa Yesu, niwe mwihoko wakwa, niwe mwihoko wakwa, niwe mwihoko wakwa goroine yakwa, niwe gikeno yakwa, niwe gikeno yakwa, niwe gikeno yakwa goroine yakwa Yesu, niwe gikeno yakwa, niwe gikeno yakwa, niwe gikeno yakwa goroine yakwa, ditulaitari nawe, ditulaitari nawe, ditulaitari nawe goroine yakwa Yesu, ditulaitari nawe, ditulaitari nawe, ditulaitari nawe goroine doyoke Mwathani, doyoke, doyoke Mwathani, doyoke, doyoke Mwathani, doyoke, ngoro yakwa ikene nĩngwenda twaranĩrie nawe, nĩngwenda twaranĩrie nawe, nĩngwenda twaranĩrie nawe, ngoro yakwa ikene nĩngwenda hinya wa Roho, nĩngwenda hinya wa Roho, nĩngwenda hinya wa Roho, ngoro yakwa ikene doyoke Mwathani, doyoke, doyoke Mwathani, doyoke, doyoke Mwathani, doyoke, ngoro yakwa ikene nĩngwenda twaranage nawe, nĩngwenda twaranage nawe, nĩngwenda twaranage nawe, ngoro yakwa ikene anaweza, anaweza Bwana, anaweza Yesu, anaweza Bwana, anaweza, anaweza, anaweza.
Bueno, eres buena.
Sisikii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio, ni siku nyingine njema tumepewa na Mungu na tumekuja mbele zake, tumemwimbia. Tulikuwa na kipindi cha kujifunza kutoka katika neno lake, na katika wakati wote ambapo tunakutana na Bwana Mungu hatutoki bure, kwa sababu yeye amesema ati ya kwamba yule ambaye atamtafuta yeye ataongea naye. Hivyo hata sasa Bwana Mungu yuko pamoja nasi
na angetaka kuongea nasi. Tulianza kuhusu Wafilipi mlango wa 2 mstari wa 1 mpaka 16. Tukaona kitu kinaitwa sifa A. Leo tuko sifa B, yaani sehemu ya pili ya sifa. Na sifa tukasema sifa za mtu ni vile mtu anajulikana, na kuna watu wanajulikana kwa njia tofauti tofauti. Nakumbuka Mtume Paulo mahali fulani akamweleza mtu mmoja ambaye aliitwa Iskanda. Akasema, mnakumbuka Iskanda alitutendea mabaya sana. Huyu alikuwa anafua shaba na aliwatendea mabaya. Anasema mkumbuke, lakini hakuzidi zaidi na hapo. Alisema Mungu atamlipa sawasawa na kazi yake. Na hiyo ni njia mzuri ya kuangalia mambo ambayo tunapitia, watu ambao tunakutana na wakati wengine wanatuacha, tukiachana tunaachwa tukiwa na mawazo, tumekasirika, tumehuzunika, tunajuta kwa nini tukakutana na huyo mtu, kwa nini. Lakini vile tumeona katika haya mafundisho ya kitabu cha Wafilipi ni kufurahia kuishi katika Kristo Yesu. Tufurahie kuishi katika Kristo Yesu. Hiyo ndio furaha yetu. Wakati tuko katika Kristo Yesu tuna furaha. Tutakutana na mambo, tutapitia mambo, lakini tusikose mtizamo huo ya kwamba tumeitwa kufurahi tukiishi katika Yesu. Amen. Amen. Na leo tukaona habari za Yusufu katika wakati wa kujifunza Biblia, ya kwamba yeye aliona Mungu katika maisha yake. Yeye hata kazi, hata akiwa mtumwa, hata akiwa ameonewa, yeye hakuona watu. Yeye aliona Mungu. Sasa leo tunaangalia sifa sehemu ya pili, mstari wa 17 mpaka 30. Mstari wa 17 mpaka 18, kufurahi. Tunaambiwa kufurahi. Na tunaambiwa hivi, Mtume Paulo anaasilisha kwao uwezekano wake kumiminwa kama sadaka ya kinywaji. Yaani ni jambo la ajabu ya kwamba mhubiri wa siku ya leo, wengi wanaongea mambo ya hapa duniani, si ndio? Achana na matatizo, acha kusumbuka, acha kukosa pesa, acha magonjwa. Lakini yeye anawasilisha jambo ya kwamba unajua kuna uwezekano mimi naweza nikatolewa kama dhabihu kwa Mungu. Akasema kama sadaka ya kinywaji, hii ikiwa dhabihu na huduma ya imani yao. Ya kwamba katika kuhudumu hiwe inaweza ikakuwa ni dhabihu. Akasema nikiwa itafika hivyo kwa sababu ya huduma na imani yenu. Akasema ya kwamba anakatangaza furaha na kushangilia pamoja nao wote. Ati akisikia atakufa kwa sababu ya hilo neno ambalo amehubiri, hilo neno ambalo ameamini, hilo neno ambalo alikutana nalo wakati fulani akielekea Dameski. Akasema ya kwamba sasa mimi nitafurahi na nitashangilia pamoja nanyi. Ina maana gani? Ya kwamba furaha ambayo tunayo haitokani na kile ambacho tunacho, haitokani na wale ambao tunao, kwa sababu watu wengine wanafurahia sana wakiwa na marafiki zao, na akiwa hana marafiki, hawako karibu, anajisikia yuko peke, anajisikia akiwa na upweke. Hapana, yeye anasema hivi, nitashangilia pamoja na nyinyi. Kwa nini? Kwa sababu kuna uwezekano mtu kufa akiwa katika Yesu. Si ya kwamba mtu akifa. Nakumbuka juzi nilikuwa naangalia televisheni, mimi ni ngumu
kuna watoto walikuwa kwangu wanaona televisheni, ilikuwa mahubiri. Na nikasikia mhubiri mmoja akisema hapana, tukatae kufa, tuishi miaka 120. Akasema tuachane na Daudi, anasema ati miaka alisema miaka 70. Na wachane na miaka 70 ya Daudi. Sasa nikashindwa tuishi tufanye nini? Paulo hayakaelewa kuishi maana yake ni nini. Si mbeleni alituambia ati mimi kuishi ni Kristo. Ati akasema hata wewe huwa anasumbuka aishi ama aende, ya kwamba mimi nikienda nitafurahi sana, sababu nitakuwa pamoja na Yesu, nitalipwa kazi yangu. Lakini kama nitaishi pia nitafurahi, kwa sababu vile naishi ile kazi nafanya nitalipwa. Wadani, unakumbuka wakati tulikuwa kazi, kulikuwa na kitu ilikuwa inaitwa overtime. Wakati wengine wanaenda, tunaulizwa nani atabaki? Si unajua baadaye ni hela inaongezeka. Sasa hata mimi kama wakati nilipokuwa Marekani, mimi nilipenda sana overtime. Wakati mwingine niko nyumbani, naulizwa utapatikana, nauliza saa ngapi? Labda ni siku ile kazi ya mchana siko. Na mara moja nafanya nini? Nasema nataka saa ngapi, utapatikana lini? Nikiangalia mahali ndio kuambia baada ya nusu saa naweza nikakuwa hapo. Mpaka lini? Mnanitaka mpaka lini? Ukija tutajua. Na furahi naenda. Hiyo ndiyo ilikuwa mawazo na fikra ya Mtume Paulo, ya kwamba yeye hajali kama ni kazi atafanya, kwa sababu kazi atalipwa. Si tumeambiwa kuna siku ya kiyama ambapo mtu atasimama, kila mtu na kazi yake. Yeye akasema mimi nitafurahi sana ikifika ya kwamba ni kulipwa, ninalipwa. Akasema na nikifa tayari nimefanya. Yeye hakuwa wale watu wanakemea. Nimesikia mara kwa mara tukienda wakati tunazika watu, simesikia wahubiri wakisema wamekemea kifo. Hiki kijiji tumekemea kifo. Alafu wiki hiyo hiyo mnaona watu wengine wamekufa. Kwa nini? Kwa sababu watu kufa hapa duniani si mahali pa kuishi milele. Na mtu akifa, mtu akufi alafu Mungu anashtuka ati fulani amekufa. Hapana. Maisha yetu yako katika Mungu. Washiko. Yes. Somee wa pili mstari wa 17 na 18. Pili mstari wa 17. Na 8, mistari miwili. Naam, hata nikimiminwa juu ya dhabihu na ibada ya imani yenu, nafurahi tena nafurahi pamoja nanyi nyote. Nanyi vivyo hivyo furahini tena, furahini pamoja nami. Anawaambia mkisikia nimeenda na nimeenda nikiwa na ushuhuda, mfanye nini? Mfurahi. Kwa sababu si hapo mbeleni alijitangaza kama mfungwa, mtumishi, mfungwa. Anajua ya kwamba kuna wakati kifungo changu kitaisha, na kifungo chake kikiisha anasema atalipwa. Lakini kwa sasa yeye amalize kifungo chake. Na ndio akasema hata nyinyi mkisikia hivyo ya kwamba nimemiminwa. Sijasikia mhubiri akihubiri ya vile angetaka kufa. Nakumbuka wakati mmoja tulikuwa mkutano fulani tukiongea, alafu dada moja akaniambia, sinajua yule wa Mary wa Kandani. Akaniambia, mbona wewe unaongeaga ni kama kufa ni kuzuri, wengine wanatuambia si kuzuri. Nikasema sio mimi, ni nini? Ni maandiko ya kwamba si maandiko yanasema imeandikwa mtu kuzaliwa mara moja, na baada ya kufa nini? Hukumu. Kwa hivyo kufa iko. Yeye anasema afadhali nijikute nimekufa nikiwa katika Kristo. Na mkisikia nimekufa, basi hata nyinyi mfurahi, msilie kwamba nimeondoka. Akasema sababu hiyo nyinyi
kufurahi na kushangilia pamoja naye, ya kwamba vile mimi nikitoka hapa nitashangilia ati ninaenda kukutana na Bwana na Mwokozi wangu Yesu Kristo, na nyinyi mfurahi pamoja na. Kwa sababu tukisoma Isaya 53:11 inasema hivi: Bwana Mungu Baba ataona mazao ya tabu ya nafsi yake na kuridhika. Kwa maarifa yake mtumishi wangu Bwana Yesu Kristo mwenye haki atawafanya wengi kuwa wenye haki, naye atayachukua maovu yao. Ya kwamba sisi maovu yetu yamechukuliwa na Yesu Kristo. Sasa ile huduma tumepewa ni kutangaza, kutoa ushuhuda wetu. Mhubiri akizungumza si mambo yake anakuja kuzungumza, anakuja kuzungumza mambo ya Yesu, vile walikutana na vile wamepelekana. Na tukijua hivyo, basi hata kufa inakuwa ni furaha, kama vile tunaambiwa hapa ya kwamba Mungu alifurahi, na hiyo ni kabla Yesu hajakufa. Anasema ati alifurahi kuona tabu ya nafsi yake, kwa sababu Yesu katika nafsi yake alikuwa na tabu mingi. Alipokuwa hapa duniani alikuwa na tabu kila aina, na hasa kutoka kwa viongozi wa dini. Hao ndio walikuwa wanasumbuana na yeye sana. Akiongea hiki lazima wajaribu kumkosoa. Wewe unasema wanasema, akasema mimi Ibrahimu aliona siku zangu. Siku zako Ibrahimu aliona aje? Hata miaka 50 hujafika. Yaani kila sehemu ya maisha yake ilikuwa tabu, lakini Mungu alifanya nini? Alifurahi kuona hiyo tabu, kwa sababu hiyo tabu ilikuwa ili achukue maovu yetu. Kwa hivyo mtu kama atakuja akukashifu, akusengenye, akuwekelee, usijali, hata Yesu aliwekelewa, si ndio? Na aliwekelewa kwa sababu yetu. Kwa hivyo tunachukua kwa urahisi tukijua mambo yote ni sawa. Mathayo 20:28 inasema hivi: kama vile mwanadamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia na wengi. Hata Yesu alipokuja hakuja kutumikiwa, na ndio tunaambiwa, ndio sababu hata kuzaliwa kwake, alizaliwa huko hospitali ya Nairobi, mahali pazuri washiko na madaktari wazuri. Hapana, alizaliwa katika hori la ng'ombe. Hapo ndipo majani ya ng'ombe, hapo ndio alilalia. Kitanda chake cha kwanza kilikuwa majani ya ng'ombe. Kwa nini? Ili atulipie. Yeye akashuka. Kwa hivyo hata sisi sio wa kuhudumiwa, tutake tu kufanyiwa. Mungu atufanyie. Wakati Mungu anatufanyia, na sisi tujue tumeitwa kutumika, na tunatumika kwa furaha, kwa sababu tunaambiwa Yesu Kristo alitumika kwa furaha na akayavumilia yote, akijua mwishowe malipo yako, na malipo akatulipia deni ambayo tulikuwa nayo ya dhambi. Magonjwa, siku hizi tukiumwa tunaomba, anatulipia, lakini tunaambiwa yeye alibeba. Lakini katika yeye kubeba, Mungu aliridhishwa na hayo, Mungu alipendezwa na hayo, na Mungu alifurahia kazi ya mtumishi wake. Basi hata sisi, hebu Mungu tumruhusu afurahie kazi ya utumishi wetu, na hii itatokana na vile tunaitikia mambo ambayo tunakutana nayo. Mtu akikuita mjinga, usimwambie hata wewe hata hujasoma. Hapana, naambia umeniona mimi mjinga, asante. Hiyo ndio tunaitikia. Tukiambiwa mambo ya uongo unasema sawa, kama alikuambia hivyo ni sawa, lakini si kweli. Na uchukui huo mzigo, na sichukui huo mzigo, sisemi na mimi tutaonana. Hapana, hiyo ndio tunaambiwa tufurahi. Yale tunapitia magumu tunafurahi, kama hata Yesu alivyofurahi wakati alisema, dakika ya mwisho alisema, Baba, sasa imekwisha. Nimefanya nini? Kazi imekwisha, imelipa. Amen. Jambo la pili,
anaongea kuhusu wafanyikazi wenza, watu ambao walifanya kazi na yeye. Siku ya leo, vile maneno alipotamka Yesu Kristo, hata leo yako na kwamba mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Ndio utakuta hapa watu ni wachache. Ukienda hata tukiita mkutano hapa Sabasaba, utakuta watu wa kusikiliza ni wachache. Wengi si wale wanapita, wengine wanaendelea na shughuli, lakini kazi iko. Lakini hiyo kazi ni sisi tutafanya, ndio wanaitwa wafanyikazi wenza. Na naongea, si tunaongea mambo ya sifa, yale mambo tutataja ya mtu. Si hata kazini yule mkubwa kuna yale anaongea mambo ya mtu fulani, na mwingine anasema huyo hajafika, huyo hakuji leo, kwa sababu amemzoea. Lakini kuna wengine yule mkubwa anajua huyo atafanya nini, au huyo atakuja. Huyo ukiona hajakuja, iko sababu. Sasa hebu tuone hawa watu wawili ambao tunaambiwa kuhusu hao. Leo tunaongea tu mambo ya hao watu wawili, alafu tuone vile walikuwa. Kwanza ni Wafilipi 2:19 mpaka 24. Kuna mtu mmoja anaitwa Timotheo. Kwa hivyo hebu tusomee tafadhali 20:19, 20:21. Mistari mitatu vile sisi kawaida tunasoma kwa sababu ya wakati. Tuone tunaambiwa nini kuhusu mtu anaitwa Timotheo. Walakini natumaini katika Bwana Yesu kumtuma Timotheo afike kwenu karibu, nifarijiwe na mimi nikijua hali yenu. Maana sina mtu mwingine mwenye nia moja nami atakaye niangalia hali yenu kweli kweli. Maana wote wanatafuta vyao wenyewe, sivyo vya Kristo Yesu. Sasa anaongea mtu anaitwa Timotheo. Tulipokuwa tunasoma tulisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, tulipoongea mambo ya mashahidi wa Yesu Kristo, ya kwamba kuna mahali Paulo alikutana na Timotheo, na Timotheo alikuwa kijana, baba yake alikuwa Myunani, mama yake alikuwa Myahudi, na kwa njia moja ama nyingine Paulo akavutwa sana na huyo Timotheo, akaandamana naye na akakuwa ni mfuasi wake, akakuwa ni wanafanya kazi pamoja, akakuwa wako karibu sana. Na nasema hivi karibuni nitawatumia Timotheo aje awaone, na kwa sababu anatamani sana kutua moyo kwa kupata habari za hali yao. Alitamani sana ajue. Filipi, wakati huu tunaongea, alikuwa ameenda huko Filipi safari 3. Ya kwanza ile alienda, tulikuwa na nyinyi, akaenda na wakatembelea. Na kuna safari ya pili alienda, na pia ya 3. Sasa anasema hivi sasa nitawatumia Timotheo, ambaye huyu Timotheo ni mtu, napenda kusema hivyo, Mega yuheanage mahida, ni Mungu anapeana nafasi. Na mtu akiniambia namwambia hapana. Wakati umeamka Mungu amekupa nafasi. Asubuhi tuseme mtu ameamka saa 1, mimi nikiamka saa 1 na nafanya kazi mpaka jioni, si niko na masaa kama 10 ama 8 tuseme. Yesu akasema ikifika jioni sasa si kazi. Na katika hii dunia watu wote, hata rais, hata nani, masaa yale anayo ni kama yale wewe umepewa. Ni yale ambayo nimepewa. Hakuna mtu anapewa masaa mengi.
Ati mwingine kwa sababu ana pesa anaweza kununua masaa ya kufanya kazi. Hakuna. Masaa yale tunayo yametoshana, lakini wengine wanatafuta mambo yao. Ujue haya mambo yao ama mambo yetu ambayo tunatafuta mwishowe hayatatusaidia. Ndio tutatengeneza pesa, ndio tutajenga nyumba, lakini mwishowe nyumba ambayo mtu amejenga itazuia yeye afe, itazuia yeye awe mgonjwa? Hapana. Tujue hivyo. Tukijua hivyo, tutakuwa kama Timotheo, ya kwamba huduma na kufanya mapenzi ya Mungu kinakuwa ndicho kile kitu kiko mbele yetu. Hapo ndipo tumekazia mwendo, tumpendeze Mungu. Sababu anasema Wafilipi wanaijua tabia iliyothibitishwa na Timotheo, kwamba kama mwana kwa baba yake alimtumikia Paulo katika Injili. Nyinyi mnajua vile alinitumikia mimi. Ni Paulo anasema. Yaani Timotheo aliposhikamana na Paulo na wakaanza kutembea kuhubiri, alikuwa kama baba na mwanaye. Hawakuachana. Alimtumikia Paulo, alimsaidia katika huduma. Hebu Mungu atusaidie tuwe waaminifu. Mahali kuna kongamano lolote, tunajaribu vile tunaweza kuwa tuko. Kongamano lolote la Injili, mahali kuna huduma yoyote inatolewa, tunajaribu kuwa tuko. Wengine wanasema mimi niko na mambo, mimi sipatikani. Lakini Timotheo tunaambiwa yeye alithibitisha uaminifu wake, alithibitisha bidii yake na upendo wake kwa mtume Paulo. Na Paulo anatarajia kumtuma mara tu atakapofahamu hali yake mwenyewe. Yaani Paulo akisema atamtuma, alikuwa na wasiwasi kuhusu hali yake. Hakujua itakuwaje. Lakini anaona kabla mimi nijue hali, nikijua vile iko, nitamtuma tu aje. Alafu anasema anatumaini katika Bwana Mungu kwamba yeye mwenyewe atawatembelea baada ya muda mfupi. Anatuma Timotheo, lakini anatumaini ya kwamba atafanya nini? Atawatembelea. Ni ajabu hiyo, ya kwamba mtu anafikiri kazi ile iko mbele na vile angetaka kuwa katika hiyo kazi. Lakini ukweli wa mambo ni ya kwamba Paulo hakuwaona Wafilipi tena. Unasikia anasema nitakuja. Hakuwaona. Aliuawa kabla. Lakini hata bila kujua yale mambo yako mbele, ni vile niliwaambia, nilisikia mtu amesema ati tukipanga mambo tunapanga ni kama tutafanya nini? Tutaishi milele. Tuna miaka ingine. Sasa nikipanga mambo, mimi napanga mambo ya miaka ingine 20, 30. Hivi sasa nakaribia miaka 70. Napanga nikaa nitafika miaka 100 kupanga. Ili hata nikiondoka si kazi nitakuwa nimepanga na baadaye itabaki. Lakini katika kuishi, tunaishi ni kama tunaondoka kesho. Tusijiwekelee mambo mengi ni kama tunajua niko na guarantee kabisa mimi nitafika miaka 100. Kuna bwana mmoja tulikutana, nimwamini, akaniambia mimi sitakufa kwa sababu mimi nimekataa kifo. Kashindwa sasa, hiyo imani ametoa wapi yeye hata kufa? Kaambia sawa kama, lakini mimi sikubaliani na wewe. Mimi siwezi nikasema sitakufa kwa sababu nikikataa kifo na kifo kiko. Sitakataa kifo kwa kufanya mambo mazuri. Ndio hata kifo kikinikuta kinanikuta ikiwa katika kazi. Hivyo ndivyo mtume Paulo anasema, hata mimi napanga nitakuja. Na ni kweli, tukiondoka kuna mambo mengi tunakuwa tumepanga, si ndio? Ningetaka nifike, hata utaambia mtu mwaka ujao mwezi wa 4 ndio naona lakini sinaongea mwaka ujao mwezi wa 4.
Na jioni ya leo mimi najua mali nitakuwa. Washiko najua? Sijui, sinajua tu wakati hii tunaongea. Basi tuishi kwa wakati huu. Na hata tukiomba na tukipanga, tunapanga ni kama tutaishi, tutakuwako. Na tunapanga ya kwamba Mungu akipenda tutaenda na tutafanya. Mungu akipenda, si ndio tumeambiwa? Isiwe kama watu wa dunia. Watu wa dunia wanasema, hiyo na kuhakikishia kesho saa 5. Na hiyo ni uongo. Hakuna mtu anaweza kukuhakikishia kesho saa 5 vile kutakuwa. Hata kama ni saa hii, hakuna mtu anaweza kuhakikishia ati baada ya dakika 5 nitafanya. Hapana, tunajua tu hii wakati tuishi hivyo, tupate sifa hiyo ya kwamba huyu katika huduma amejitoa kabisa. Katika huduma hakuna tashwishi ya kwamba anajua ameitwa na anajua kazi yake, anajua huduma yake na nafasi yote ya huduma yuko. Huyo ni Timotheo. Funzo tunaliona Mwanzo 41:33 inasema, basi Farao na ajitafutie mtu akili na hekima amweke juu ya nchi ya Misri. Maneno hayo yalikuwa ya nani? Nani alisema maneno hayo? Akaambia Farao, tafuta mtu akili na hekima umweke juu ya nchi ya Misri. Nani alisema maneno hayo? Yusufu. Kuna wakati alitoa tafsiri ya ndoto na ikakuwa, na akamwambia, hata hakuwa ameulizwa na Farao, akamwambia itakuwa vizuri sana na ingine 7 itafuata itakuwa mibaya, ya kwamba hata ile ya kwanza itasahaulika. Akampa mpango, akamwambia tafuta mtu ambaye ana akili na hekima, umpe nchi ya Misri aiongoze kwa niaba yako. Farao alisema nini? Hakuna mtu mimi nitatafuta, wewe mwenyewe ndio utafanya nini? Utafanya hiyo kazi. Na akapewa na akafanya vizuri. Kwa hivyo tusitizamie mwingine, hebu tutafute hiyo sifa ya kwamba tunaweza kutegemewa katika huduma ya Mungu. Wakati wowote tunaweza tukategemewa. Sio wale watu wengine watasema huyo mambo yake naamini akitenda. Luka 4:18-19 inasema hivi, Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Hayo ni maneno ya Yesu Kristo, yako katika Isaya alipoenda kuanza huduma, akasema hayo mambo mmesoma yamekamilika ndani yangu. Wakashangaa. Akasema ile kazi amekuja kufanya. Ina maana gani kwetu? Kila mtu ana huduma yake. Tuombe tu Roho wa Mungu, na ndio sikumaliza hiyo mistari mjisomee ile kazi huyo mtumishi wa Mungu alikuwa amepakwa mafuta kutenda. Lakini kitu cha muhimu sana ni kuhubiri maskini habari njema. Hiyo ndiyo ilikuwa huduma yake. Na alifanya hivyo kabisa. Na hata hakuna mahali nilisikia Yesu akiitisha, akidai apewe kitu. Si male tu mahali tulisikia akiomba maji, si ndio? Lakini maji hayo alikunywa. Hata tusomi akikunywa maji. Si mama alitoka hapo mbio. Hata akasahau mtungi wake. Akaenda kuambia njooni muone. Sasa hebu tuwe watu tumejitoa hivi, ya kwamba tumemruhusu Roho wa Mungu nafasi yoyote ambayo tunayo, tunatangaza. Kwanza tunaanza na ushuhuda wetu, na tunatangaza neno la Mungu vile tumelisoma, vile tumeliamini, vile tuna ujuzi wake. Amen. Jambo la pili, tunaambiwa mstari wa 25 mpaka 30
kunaambua mtu mmoja aliitwa Epafrodito. Epafrodito. Wafilipi 20, hebu tusomee 25 mpaka 27. Tunasoma kitu kinaitwa ugonjwa. Lakini niliona imenilazimu kumtuma kwenu Epafrodito, ndugu yangu, mtenda kazi pamoja nami, askari pamoja nami, tena ni mtume wenu na mhudumu wa mahitaji yangu, kwa kuwa alikuwa na sauku kwenu ninyi nyote, akahuzunika sana, kwa sababu mulisikia ya kwamba alikuwa hawezi, kwa maana alikuwa hawezi kweli kweli, karibu na kufa. Lakini Mungu alimhurumia, wala si yeye peke yake, ila ni mimi pia, nisiwe na huzuni juu ya huzuni. Sasa tunaambiwa Epafrodito tayari sasa hivi anaongea, alikuwa pamoja nao, kwa sababu anawaambia kwamba aliona ni lazima kumtuma kwao Epafrodito. Alikuwa amewatumia Epafrodito. Epafrodito, ukitoa hilo jina unaweza ukaweka nani? Mary Wanjiro. Iko sawa? Weka hiyo jina na itafaa. Lucy Wairimo, toa Epafrodito, weka jina lako hapo, inaingia, si ndio? Inaingia. Anasema akimweleza, anamweleza hivi ati niliona ni muhimu niwatumie mumuone. Kwa nini? Lakini kabla ya kusema kwa nini, anasema huyo mtu alikuwa mtu aina gani? Anasema ni ndugu yake. Ndugu, si ndio? Sisi ni ndugu katika Yesu, si ndio? Hebu tuwe ndugu. Na si tunajua ndugu vile wanapelekana vizuri, si ndio? Isipokuwa wengine hawapendi hivyo, lakini ndugu ni mtu wa kudhamini sana, na mtu ambaye wa kukufurahisha. Na ndugu yako nafikiri hakuna kitu huwezi ukamfanyia, lakini pia kuna wengine utakosa kwa sababu ya nini? Tabia, si ndio? Sasa huyu anaeleza kwamba ni ndugu yangu, yaani nimemkubali naye amenikubali, sisi ni ndugu. Nakumbuka wakati Nabii Ibrahimu, kuna wakati tulisoma, kulikuwa farakano kati ya wanafunzi wa chungaji wake na wa kijana wa kaka yake aliitwa Lutu. Akamwambia hapana, njoo sasa, vitu mbali tuna mingi, hakuna haja mimi na wewe tugombane, na sisi ni ndugu. Wewe sasa, wewe chagua, yule upande utaenda, mimi nitaenda huo mwingine. Ukienda mbele, mimi nitaenda nyuma. Ukienda kushoto, nitaenda kulia. Badala ya kumfukuza, amwambie wewe mtoto, uwe kijana huna adabu, umenikosea heshima na kufukuza, alimwambia wewe chagua, kwa sababu tunashindania nini? Mali, na mali tuko nayo. Sasa yeye akachagua, akisema tusibishane, sisi ni ndugu. Basi hata sisi kama ndugu tusigombane, tutafute vile tutaishi bila kugombana, kwa sababu tukigombana, wakati mtu mmegombana unaumia, si ndio? Na yeye anaumia. Sasa hakuna haja. Sinasikia Wakikuyu anasema yule anakimbizana na yule anakimbizwa, wote wanahema, si ndio? Wote wanachoka. Kwa hiyo sisi wakati tunagombana tunachoka wote. Mimi nitachoka, Wadane tutafute kuwa ndugu vile huyo anatajwa. Alafu anaambiwa ni mfanyikazi mwenza, ya kwamba kazi tumefanya pamoja. Hebu tuwe hivyo. Kazi tunashirikiana, kwa sababu tunajua kazi iko na mwenyewe, si ndio?
Si ati ukinisaidia nikiwaambia unisaidie twende mahali unaona ni mimi, ona kama kazi yako pia. Nakumbuka ile kanisa tulikuwa washiko huko zamani, tulikuwa watu asubuhi mchungaji alikuwa anaibisha watu. Ati kama tukivuta pamoja pamoja tutafurahi. Tukivuta nini? Pamoja. Alafu wimbo ulikuwa unasema kazi yangu ni yako, kazi yako ni yangu, kazi yetu ni ya Mungu. Kama tukivuta pamoja tutafurahi. Tujue hivyo, kazi ni ya Mungu. Mahali unaweza kushikilia unashikilia. Ukiwa kuna mazishi tunaenda, si ndio? Tunashikilia kila mtu sehemu. Alafu kazi tukijua ni ya Mungu. Kwa hivyo ni mfanyikazi mwenza ya kwamba tumeajiriwa na nani? Na tajiri mmoja. Na pia askari mwenza ya kwamba ni mwanajeshi mwenza. Tunapigana vita tukiwa upande mmoja. Lakini siku ya leo utakuta watu wanapigana, wanasema ni Wakristo, lakini adui wamefanya adui na Wakristo wenzao. Hiyo haifai kabisa. Tujue adui ni mmoja, tukiweza kumpiga tumpige kabisa. Sio hapa usiku kuna wakati watu wanapiga nduru alafu watu wanaitana, si ndio? Alafu wote wanaenda pamoja, si ndio? Na wezi wakisikia wakivia inaitwa kwa Kiswahili mbiwa mgambo imepigwa, wanafanya nini? Wanajua watatoroka, si ndio? Tufanye hivyo. Tujue mtu akilemewa ni adui mmoja wetu. Tunashikana, tunamsaidia. Haijalishi huyu si wa kanisa letu, huyu sijui nini, huyu afanyi, hapana. Askari mwenza, tujue tuko vitani, tuwe upande mmoja. Tusipigane watu wa askari wa upande mmoja, tena wapigane wenyewe. Na nasema kwa hao wa Filipi alikuwa mjumbe na mhudumu wa hitaji la Paulo. Alipoenda huko alikuwa mjumbe ametumwa, si ndio? Na pia tunaambiwa pia alikuwa mhudumu wa hitaji la Paulo kwao. Vile Paulo alitaka akasema nitaenda, na akafanya. Bila kujali, kwa sababu anajua. Nikasikia mhubiri mmoja akaeleza habari ya kweli kuhusu mhubiri mmoja. Anaeleza habari ya mhubiri mmoja. Ati alikuwa na sifa sana katika mahubiri na alikuwa na huduma ina nguvu ya televisheni. Ana wafuasi wengi. Na kulikuwa bwana mmoja tuseme kama Wadane. Hiyo yote anafanya kazi kama hii Dave hufanya. Nikikosea si Dave anajua mahali nimekosea. Anatoa. Sasa kama kuna kitu nimekosea, Dave tayari amejua na ataitoa. Si kuna wakati nimeongea lakini ukiangalia nini yenyewe kitu nimesema nimetoa kwa sababu hiyo haikuwa ya. Sasa huyu bwana alikuwa na bidii. Sasa huyo mhubiri akakuja akamwambia, ndugu, haikusumbui ya kwamba mimi niko na sifa najulikana kila mahali, nawe hakuna mtu anakujua? Unajua alimjibu nini? Sema hapana, hiyo hainisumbui hata kidogo. Mimi najua nani ametuajiri. Wewe una sifa, mimi sina, lakini tumeajiriwa na nani? Na huyo ambaye anaweka hesabu, anaweka yangu. Anajua ile kazi nimefanya. Tukijua hivyo, hatutasumbuka na hatutashindana kutenda kazi ya Mungu. Hatutasema huyo yeye utuambia tu twende, anatusumbua, hapana. Tujue tuna kazi. Na kwamba Epafrodito alikuwa na shauku. Alitaka sana kuona Wafilipi hata yeye mwenyewe. Kwa sababu walikuwa wamesikia amekuwa mgonjwa. Ati amekuwa nini? Mgonjwa. Kwa hivyo ukisikia mtu akikwambia ati sijui ugonjwa, uende kwa nabii akwambie kwa nini wewe mgonjwa. Epafrodito tumeambiwa mahali nabii alimwambia. Alivumilia katika ugonjwa wake, si ndio? Na akahudumu. Sasa ndio waliposikia Wafilipi tayari walikuwa wameambiwa ombeni. Walikuwa si ndio tukienda mahali uniulize Washiko habari ya Washiko sema Washiko
amelemewa, niliwacha akiwa na homa. Si tunao hao watu wanakuombea hivyo. Sasa ati alikuwa na shauku wakati alipata nafuu. Ningetaka ni wanione, kwa sababu alisikia huzuni ya kwamba hao wamesikia ni mgonjwa. Vile walimpenda, vile aliwapenda. Ukisikia mtu umependa ni mgonjwa, hata wewe unakuwa mgonjwa na yeye, si ndio? Basi akasema alikuwa na shauku sana kuwaona, kwa sababu alihuzunika walipokuwa wamesikia kwamba alikuwa mgonjwa. Na Paulo anasema kwa kweli alikuwa mgonjwa hata karibu kufa. Mimi nilikuwa mgonjwa miaka miwili imepita, na nilikuwa karibu kufa. Nilikuwa badani na nani wakaniambia, siku moja wakaniambia uendi nyumbani. Sinakumbuka washiko akinibeba hapa na nguvu. Tunaenda wapi? Marago. Na nikaanza safari ya matibabu na nikapona. Sasa yeye alikuwa mgonjwa hivi, karibu kufa. Lakini tunawaambia, anasema lakini Bwana Mungu alimrehemu. Mungu wetu saa yote anaturehemu. Hata wakati tumekuwa wagonjwa, rehema za Bwana Mungu ziko. Huruma yake iko. Hakuna wakati inapungua. Kweli? Kuna wakati Mungu anakuwa huruma yake imepungua kidogo. Saa yote yuko naye. Kwa hivyo hata kama mtu anakufa na amekufa akiwa na imani, labda hata ni Mungu ameruhusu huyo mtu apumzike kwa sababu ya akiangalia mbele safari ambayo iko. Anaona hiyo safari iko ni ngumu, afadhali afanye nini? Apumzike. Si hata askari wanafanya hivyo akienda kupigana. Kuna mwingine anapigwa risasi, anajeruhiwa kidogo, anafungwa, anaambiwa tuendelee, si ndio? Mwingine wanapiga kuna mtu hapa anahitajika kuchukuliwa apate matibabu, anarudishwa nyuma. Sasa Mungu kwa jeshi lake pia yuko hivi. Ataangalia aone huyu vile yuko hii hali, wacha arudi atibiwe, wacha arudi ama apumzike. Huyo majeraha yametosha, anapumzika. Kwa hivyo kuwa mgonjwa si kitu cha kwenda kwa nabii akwambie. Sababu ukienda kwa manabii wa siku hizi watakwambia ni nini? Watakwambia kuna mtu fulani. Bwana mmoja nikasikia ameambua na nabii akaomba akamwambia naona mtu mweusi mnene. Huyo bwana akisema huyo ni baba yangu mdogo. Huyo ndiye anakukula. Hapana, ukiwa umeamini hakuna mtu anaweza kukula, hakuna mlozi anaweza kukuroga. Hapana, wewe una usalama wa kutosha. Amen. Ndio akasema Mungu alimrehemu kwa sababu ilikuwa tu ni Ayubu. Si hata ya Ayubu baadaye alimrehemu na akamuponya, na akakuwa afya ikamrudia, na akakuwa na nguvu, hata akazaa watoto wengine kama wale alikuwa wa kwanza, si ndio? Na akaishi. Kwa hivyo tunaambiwa ukutana na changamoto, hakuna maana Mungu hayuko, hakuna maana Mungu amekasirika. Mungu amekasirika, huyo ni Mungu anampiga. Hapana, tusiwekelee Mungu mambo ambayo si yake. Yale hatujui, tunasema mimi sielewi nini namsumbua. Ni kweli. Sababu mimi siwezi nikaelewa nini nasumbua huyu ndugu dana akiwa kuna nini. Anasema mkono wangu sijui kwa nini, lakini kwa maombi na muombea na nawaambia Mungu akuponye kwa sababu yeye anaponya. Paulo anasema ingekuwa ngumu sana hata kwa Paulo kama huyu bwana angekufa. Kwa hivyo watu hufa na watu wagonjwa. Somo tunaliona funzo katika Wafalme wa Pili 13:14. Basi Elisha alikuwa ameshikwa na ugonjwa wake uliomuua. Naye Yehoashi mfalme wa Israeli akatelemka amtazame, akamlilia mbele yake akasema, Baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake. Si tunajua kazi kubwa Elisha alifanya, hata kufufua wafu alifufua.
alikuwa na kazi ya ajabu, alikuwa na huduma ya ajabu, lakini tunaambiwa sasa amekuwa mgonjwa, na huo ugonjwa ati ndio utamuua. Ni tofauti sana na vile tunafikiri. Hao watu wana imani kubwa ati anashikwa na ugonjwa. Kwa hivyo ule mhubiri nisikia akisema watu miaka 120 tuitishe hiyo. Mimi siwezi nikaitisha hiyo, mimi nitaomba mapenzi ya Mungu katika maisha yangu. Sasa huyu ni Elisha anakufa, na tunaambiwa aliuawa na yeye. Yehoshafati alilia, lakini machozi ya Yehoshafati hayakuna kitu yalizaa. Bado Elisha alifanya nini? Alikufa na watu wakakufa. Lakini mtu akifa tunaridhika, tunasema alikuwa na mwenyewe, yuko na mwenyewe, amerudi kwa mwenyewe, hakuna hasara. Amen. Luka 22:32. Lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Maneno ya nani hayo? Bwana ujui? Ni Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Alipokuwa karibu kwenda kufa, na ameambia huyo anaitwa Petro ati atamkana, lakini akamwambia basi, kabla ya jogoo kuwika mara tatu, jogoo akiwika mara tatu, utakuwa umenikana mara ngapi? Mara tatu. Na silitokea hivyo. Lakini kabla ya hiyo kutokea, tunaambiwa Yesu alikuwa amemwambia ya kwamba nimekuombea wewe imani yako isitindike. Na siku ya leo tunaambiwa Yesu Kristo yuko mbele za Mungu akituombea nguvu. Anatuombea, hiyo ndio kazi. Roho Mtakatifu anatuombea. Tunaombewa imani yetu isimame ikiwa imara, isitindike, isipungue, ili tutakapo stahimili na kushinda tutawatia wengine nguvu. Sasa mimi nikiona mtu mgonjwa sitamwambia vile nilikuwa mgonjwa, na tukaomba na Mungu akafanya kazi. Hivyo hivyo yale unapitia iwe ni silaha umepewa ya kusaidia mwingine, umwambie Mungu anaweza. Tukimalizia tunasikia ushuhuda wake. Anasema kwa hiyo Paulo alimtuma kwa haraka zaidi ili watakapomuona tena wafurahi, naye Paulo apungukiwe na huzuni yake. Hata Paulo Epafrodito akimuona wapungukiwe na huzuni. Naye hata Paulo asikia vizuri ya kwamba Epafrodito yuko huko, hata yeye huzuni kwa hao watu ipungue, ya kwamba angaye Epafrodito alifanya nini? Ameenda wafariji. Kwa sababu tunaambiwa wanamsihi wampokee katika Bwana Mungu kwa furaha yote na kuwaheshimu watu wa namna hiyo, ya kwamba tuheshimu hao watu ambao wako tayari kufanya kazi ya Mungu. Hao watu wana ushuhuda wa Yesu Kristo na wako kazini na wanafanya kwa bidii na wanafanya na moyo wao wote. Tuwaheshimu, kwa maana kwa ajili ya kazi ya Kristo Yesu alikaribia kufa bila kuhesabu uhai wake kuwa wa thamani kwake. Ya kwamba wakati anasumbuliwa na mwili, ni mgonjwa, alikuwa karibu kufa, na amekufa katika huduma. Hakufa ati alikuwa ameenda huko akapigwa na wakora. Tunaambiwa alikuwa mgonjwa na Mungu akamrehemu. Ndiyo tunaambiwa hata maisha yake, uhai wake haukuwa kwa thamani kwake, kwa sababu alijua yuko katika kazi ya Mungu. Hebu tuwe na furaha na tuwe na bidii tunapofanya kazi ya Mungu, ili kutimiza kile kilichokuwa kimepungua katika huduma yao kwa mtume Paulo, ya kwamba sasa akakuwa anamwakilisha mtume Paulo. Tufanye hivyo na tufanye kwa bidii, basi
tutakuwa na ushuhuda mzuri, na huo ushuhuda ndio tunaita sifa. Watu je, wananijua kama mtu anafanana nini, mtu anafanya namna gani, mtu anaishi namna gani, mtu anaongea namna gani, mtu anafikiri namna gani. Hiyo yote ndiyo sifa ambayo tunaambiwa tutafuta, iwe sifa ambayo itatolewa ushuhuda kama huu. Basi wazo kuu ni Wafilipi 2:17 inasema, naam, hata nikimiminwa juu ya dhabihu na ibada ya imani yenu, nafurahi pamoja nanyi yote. Na kwamba kama tutakufa tukiwa kwa huduma, tufurahi, tusitoroke huduma ati ndio tusikufe. Si mwishowe bado tutakufa hata tukiwa huduma ama hatuko. Ambao tuna nafasi ya kuhudumu, hebu tuhudumu. Nakumbuka ile safari ya mwaka uliopita nilipokuwa Tanzania. Niwaambia nililala seli siku ngapi? Siku 5 nafikiri. Sasa ati hapo watu huko, kwa hiyo mchungaji anasema, Mkenya wako yuko wapi? Aliogopa kwa sababu alisikia mpaka huko upande wa Uganda walisikia nilifungiwa. Naogopa kwenda. Waambie sijaogopa na sitaogopa kwenda. Kwa sababu baadaye hata kufungiwa walisema kweli tumeona nyinyi mnafanya kazi nzuri, kazi ya Mungu, na mkuje tena hata mwende Tanzania nzima. Tafakari ya Filipi 2:21 inasema, maana wote wanatafuta vyao wenyewe, sivyo vya Kristo. Hebu tufikiri hivyo, ya kwamba watu wengine na watu wengi, si hapa wameambiwa maana, naam, hata hao wote wanatafuta, watu wengi, karibu wote wanatafuta mambo yao wenyewe. Mambo yao yetu tunayo na ni yetu, si ndio? Tuyafanye kwa bidii na tufanye vizuri, lakini ya Mungu naye tumpe yake. Amen. Alafu sala wa Filipi 2:30 inasema, maana kwa ajili ya kazi ya Kristo Yesu alikaribia kufa, akaponza roho yake ili kusudi yatimize yaliyopungua katika huduma yenu kwangu. Yaliyopungua, yani akaponza roho yake. Kusema kuponza ni ya kwamba akaihesabu si kitu, akakuwa hashughuliki na roho yake mwenyewe, akasema wacha nihudumu, nifanye huduma ya Mungu, nifanye kazi ya Mungu. Amen. Tuombe hivyo ya kwamba tutapata nafasi, na nafasi ikija tutaifanya kazi ya Mungu, tutaifanya kwa kufurahi, kwa kushangilia, na tutaifanya bila majuto. Amen. Amen. Mungu akubariki.